narudia kuomba msamaha tena kwa viongozi wote walio hapa, kwa makamu mwenyekiti. Na imani nimekosea. Basi kama pale nilipokosea na nimeamini nimekosea, naomba anisamehe. Viongozi wote naomba mnisamehe. Nitakuwa wa kwanza kumwalika ziara makamu mwenyekiti aje kwenye wilaya yangu, wakiongozana na baraza la wazee kanda. Ameiomba chama kupitia baraza la wazee kwamba kama nimekosea nisamehewe kwa sababu mimi ni mwanadamu. Umesamehewa. Kwa baraza la wazee tumekusamehe, na chama tutaomba wakusamehe na urudi kwenye nafasi yako, uendelee kuwa katibu wa chama jimbo la Lushoto. Tutakukuta kule na tutakutumia vizuri sana. Kwa majina mimi naitwa Yohana Kaunya, ni katibu wa kanda ya Kaskazini, kanda yenye mikoa 4 kwa maana ya mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha na Manyara. Tulikaa kikao jana, lakini kikao chenyewe kilikuwa kikao cha baraza la wazee. Kwa maana kama sisi kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba wazee ndio wasuluhishi wa migogoro yote inayohusiana na chama na mabaraza yao. Mabaraza kwa maana ya ngazi ya kanda Bazecha waliwaita wale wote ambao walikuwa na mtuhumu makamu mwenyekiti kwa lengo la kuzungumza nao, ili sasa kama kuna changamoto watoe ushahidi kwenye kamati ya baraza la wazee. Lakini bahati mbaya ni kwamba walikuja majimbo 4, kwa maana wilaya 4 ndio walibahatika kuja, kwa maana ya watu 4 kati ya watu 6 ambao wote walitoa hizo tuhuma. Na baada ya kuwa wamefika, wilaya zifuatazo ndio zilikuja. Alikuja mtu kutoka kwa maana ya mwenyekiti wa wilaya Andeni, anaitwa katibu wa wilaya Andeni anaitwa Mohamed Mturi, kwa maana ya Kombo Mohamed Mturi. Alikuja katibu wa Bumbuli anaitwa Bakari Mashambo. Alikuja katibu wa Muheza anaitwa Joseph Mwakidasi. Na alikuja katibu wa wilaya ya Lushoto anaitwa Jelida Ramadhani Hosha. Na hao wengine wawili kwa maana ya huyu kutoka wilaya ya Kilindi na wilaya Mkinga hawakufika kwenye kikao. Sasa baada ya kuwa watu wenyewe walikuwa wanahitajika na baraza la wazee walikuwa ni watu 6. Sasa kati ya 6 wamekuja 4, basi kikao kikaendelea. Kikao kiliendelea kwa mazingira yafuatayo. Kwanza mwenyekiti wa baraza la wazee wa kanda alianza kuzungumza nao kwa maana ya kutaka kujua nini changamoto ilikuwa nini, aidha kama wana ushahidi wa hayo mambo na waliyapata wapi. Katika mazungumzo hayo wakawa tayari kusema kwamba sisi tuko tayari kuzungumza kilichojili, lakini tunaomba kwanza tujue msamaha wetu ukoje. Sasa huwezi kuwasamehe watu bila kujua kwamba wao changamoto waliopitia ni nini. Tukaambia wazungumze kwanza changamoto zao na nini kilichotokea kwa maana ya ushahidi. Alafu mwishoni sasa chama ndio kitaona au mabaraza yataona kwamba hapa kuna msamaha ama hakuna msamaha. Kwa Kagoma wakataka watu 3 wa Kagoma kati ya 4. Lakini mmoja kwa maana ya huyu mmoja wa Lushoto, Jelida Ramadhani Hosha, yeye akawa yuko tayari kusema na mimi niko tayari kuzungumza kwa sababu mimi mlinibeba katikati ya safari. Sijui chochote, mlinichukua katikati ya safari mkanipeleka, haya wewe ongea hivi, na kweli nikafanya hivyo, na nilitegemea kama nitafanya hivyo kwa manufaa fulani ya chama, kumbe nilikuwa ninaharibu. Kwa hiyo mmoja kati yao akafanikiwa kujieleza na baada ya kujieleza akaomba msamaha, na chama ama baraza likasema sisi tutamsamehe, lakini bado haitoshi kwa sababu bado kuna kikao chake cha mamlaka yake ya nidhamu ambapo wataenda kushauri sasa kwenye kikao husika ili sasa chama kione kinasamehe ama kinafanyaje. Kwa hiyo ndio kilichojiri hicho kwa siku ya jana. Kwa maana hiyo ile dhamira ya dhati ya kuja kuomba msamaha ilivunjika hapo au ilikuwaje? Ilivunjika kutokea hapo baada ya kwamba sasa kuna mtu mmoja anaweza kuombea msamaha watu wote, isipokuwa ni wewe mwenyewe. Dhamira yako inasema nini juu ya kuomba msamaha? Uombe msamaha wewe mwenyewe kama wewe. Sasa kikao kiliazimia hivyo, na wao wakaona kwamba sio sahihi kila mmoja kuomba msamaha. Kwa chama kinataka mtu mmoja aombe wote msamaha, na chama kinataka mtu mmoja kila mmoja ajieleze na aombe msamaha mwenyewe. Okay, sasa baada ya kuwa watu wamekataa kutoka hadharani ama kukaa hadharani na kuomba msamaha, kama kikao mlijadili nini sasa mustakabali wa hao watu? Baraza lililokuwa limekaa ni baraza la wazee, na wao ni washauri tu, wala sio mamlaka zao za kuwachukulia hatua.
isipokuwa wao wanakwenda kushauri kwenye kikao cha kinachofuata, kwa maana kikao cha kamati tendaji ya kanda. Sasa baada ya siku 14 kuwa zimekamilika, baada ya kuwa wamepewa barua, wataitwa kwenye kikao cha kamati tendaji ya kanda, na hao wazee tu, kwa sababu wao wamekaa wameandika muhtasari wao, huo muhtasari wataupeleka kwenye kamati tendaji ya kanda na watakuwa wameshauri nini kifanyike sasa. Inawezekana katika ushauri wao wanaweza kusema huyu mmoja aliyejitetea wenda aliomba msamaha, tunaomba wenda huyu asamehewe, lakini hao waliokaidi hao basi hatua za kinidhamu zichukuliwe. Lakini kamati tendaji ya kanda itawaita waje wajieleze mbele ya kamati tendaji ya kanda. So akikataa, basi mamlaka husika itafanya wajibu wake. Kama mwanzo walijitokeza mbele ya kamera wakazungumza walioyazungumza, na baadaye wakakubali kuja mbele yenu kwenye kikao kuomba radhi, lakini katika hicho kikao hawakuwa tayari baada ya kutakiwa kuzungumza mbele ya kamera, wakaondoka. Sasa kwa wakati mwingine kama watakuja, kuna msingi mwingine ama utaratibu mwingine mtauweka ili kuhakikisha wanaomba radhi mbele nje ya kamera, ama utaratibu utakuwa ni ule ule? Kwanza kikao kilishangaa sana, yani hata mimi binafsi nilishangaa sana. Yani mtu pekee ambaye wewe uliweza kwenda mbele ya kamera ukazungumza bila kuwa na hofu yoyote. Leo hutaki kamera, yani unasema bwana tutasameheana tofauti, lakini kamera sitaki. Wakati wewe uliongea mbele ya kamera. Leo hutaki kamera kwa ajili ya kuanza kumsaidia Gunda. Maana una nia mbaya, hukuwa na nia njema na chama chetu. Na mimi kama katibu wa kata nilichora tu mstari, nilisema mtu yoyote anayetaka asamehewe, maana walinipigia simu sana kuomba msamaha. Tusamehe, tulikuwa tujui na nini, nikamwambia haya sawa. Ili sasa usamehewe kabla ya kwenda kwenye vikao halali vya chama, kwa sababu mimi ndio mtendaji mkuu wa kanda, nataka ufanye ifuatavyo. Kama vyombo vya habari 5 ndio vilikuhoji au ulizungumza navyo juu ya masuala yale ya kumtuhumu makamu mwenyekiti, vyombo hivyo 5 viite, vije uzungumze kukanusha hili jambo na useme kilichotokea, alafu uombe msamaha kwenye chama. Katibu wa wilaya ya Lushoto anaitwa Jelida Ramadhani Hosha, na hao wengine wawili kwa maana ya huyu kutoka wilaya ya Kilindi na wilaya ya Mkinga hawakufika kwenye kikao. Sasa baada ya kuwa watu wenyewe walikuwa wanahitajika na baadhi ya wazee walikuwa ni watu 6. Sasa kati ya 6 wamekuja 4, basi kikao kikaendelea. Kikao kiliendelea kwa mazingira yafuatayo. Kwanza mwenyekiti wa baadhi ya wazee wa kanda alianza kuzungumza nao kwa maana ya kutaka kujua nini changamoto ilikuwa nini, aidha kama wana ushahidi wa hayo mambo na waliyapata wapi. Katika mazungumzo hayo wakawa tayari kusema kwamba sisi tuko tayari kuzungumza kilichojili, lakini tunaomba kwanza tujue msamaha wetu ukoje. Sasa huwezi kuwasamehe watu bila kujua kwamba wao changamoto waliopitia ni nini. Tukaambia wazungumze kwanza changamoto zao na nini kilichotokea kwa maana ya ushahidi. Alafu mwishoni sasa chama ndio kitaona au mabaraza yataona kwamba hapa kuna msamaha ama hakuna msamaha. Kwa Kagoma wakataka watu 3 wa Kagoma kati ya 4. Lakini mmoja kwa maana ya huyu mmoja wa Lushoto, Jelida Ramadhani Hosha, yeye akawa yuko tayari kusema mimi niko tayari kuzungumza kwa sababu mimi ulinibeba tu katikati ya safari.